Asanteni sana, karibu mnaweza kuketi. Nataka kuanza kutambua hapa mmoja wa wanaharakati wa ukombozi wa taifa letu hapa, Mzee Luganje yuko hapa. Huyo ni chuma wa zamani sana, na tena amezidi kusimama imara. Karibu mzee. Sasa wanachungwa, ziara tuko naye hapa ulianza huko upande wa Nyanza. Tuliketi chini tukaamua ya kwamba wakati imewadia. Baada ile kinyang'anyiro tulikuwa naye mwaka juzi, ambaye ilikisha kwa njia ya sarakasi, ikaleta uchungu mingi zaidi na hasira mingi. Sasa watu wetu walikuwa watu na hasira, tukasema hii hasira ipoe kwanza. Ndio sasa kuelekea mwisho mwaka jana tukasema tuanze sasa. Tukasema nataka kufufusha chama chetu ili kiwe na nguvu tena kama vile ilikuwa. Katika katiba ya chama chetu sisi tunafanya uchaguzi kila baada ya miaka mitano. Baada ya miaka mitano. Hiyo ni kikatiba. Sasa tulisema tukifanya uchaguzi baada ya uchaguzi ya mkuu hapa, bado kuna hasira mingi sana, wacha ipoe kwanza. Na tukingoja ili uchaguzi iwe inakaribia tena, kuna wale majangili, wale wote ambao watakuwa wataingia kwa chama tu kwa sababu wanataka kutumia chama kama chombo ya kuingia kwenye county assembly au kwenye ubunge kitaifa. Tukasema wakati kufanya hiyo ni sasa. Tukaamua ya kwamba tuanze mambo ya kusajili wa wanachama mwezi wa Novemba. Tuendelee naye mpaka mwezi wa 3 Machi. Maana yake wakati tulipofanya usajili mara ya mwisho, kuna watoto ambao walikuwa miaka 13. Sasa wamefika miaka 18. Wamebalehe sasa. Wanataka kuoa. Wapewe fursa ya kuingia ndani ya chama. Ili wakiingia ndani ya chama wataleta ile damu mpya ndani ya chama. Na chama itazidi kuwa na nguvu zaidi. Alafu sasa tufanye mwezi wa 11, 12, 1 Januari, Februari mpaka Machi. Ikifika Aprili tufanye uchaguzi. Uchaguzi tuanze mashinani. Kule kwenye unit, any polling station. Watu wanachama watakwenda pale, kwa jumla watachagua ma-officials. Kutoka pale sasa wanakwenda kama delegates kwa wadi. Watachagua ma-officials pale kwa wadi. Kutoka pale wataenda kwa sub-county, yani constituency. Wachague ma-officials pale kwa hiyo kwa branch. Kisha kutoka pale waende kwa county. Wachague ma-officials wa county. Ndio baadaye tuende sasa kwa National Delegates Convention. Yani kikao kikuu cha kitaifa chama chetu. Kwa hivyo lakini tukasema kabla hatujafanya hiyo, sisi kama kikao kikuu kule juu tuzuru matawi yetu yote kila county. Tukutane madelegates kutoka kila sub county. Ili tuongee na wao kwanza. Ni wao sasa watoke pale wabebe bendera waende naye huku mashinani. Hii ndio sababu haya. Tulianza Siaya. Tukaenda Homa Bay. Kaenda Migori. Kaenda Kisii, Nyamira, Kisumu, Kakamega. Ikawa sasa mwaka ikaisha.
kabukiwa ile harakati ile ya sherehe za Krismasi na kadhalika, tukaihairisha. Sasa kabla tujakuja Pwani, tulikwenda tukamaliza mkoa wa Magharibi. Tulienda huko wiki jana, tulikuwa Busia, tukawa Vihiga na kumalizia Bungoma. Tukasema sasa tunarudi hapa Pwani. Juzi tulikuwa Lamu, jana tulikuwa Tana River, leo tuko Kilifi, kesho tutakuwa Kwale, kesho kutwa tutakuwa Taita Taveta, Jumamosi tumaliza na Mombasa. Tutakuwa tumemaliza hii mkondo ya Pwani. Kutoka hapo tutaenda huko Garissa, tutaenda Wajir, tutaenda Mandera, alafu baadaye tutakapitia pande ya Marsabit na Isiolo. Tutaingia Bonde la Ufa, alafu tutaingia Mlimani, kisha tutaenda huko pande ya Ukambani, tutamalizia Nairobi. Hiyo ni harakati tuko na juu yake wakati huu. Sasa ODM bila unavijua ni chama ambayo iko na sera. Kila chama ya kisiasa nitakana iwe na sera. Na mimi nimesema tena mara mingi zaidi, maana hao waandishi wa habari kila mara kwa mara wanasema ati vyama vya Kenya hazina sera, hawana ideology. Mimi nimewaambia waende kwenye manifesto yetu wasome. Manifesto ya ODM imesema kinagaubaga, ODM is a social democratic party. ODM ni chama cha ujamaa ya kidemokrasia. Social democracy is an old political philosophy which is actually emulated and followed by several political parties in the world. Iko shirika kubwa ya ulimwengu inaitwa the Socialist International, ambayo inajumuisha vyama vyote ambayo vinafuata malengo wa siasa ya demokrasia, jamaa ya kidemokrasia. Maana yake ni nini? Inamaanisha kwamba inataka kuboresha hali ya maisha wananchi, lakini tena wanasema kuzalisha mali katika nchi inaweza kufanywa kwenye mikono ya watu binafsi, private sector as the engine for wealth creation in a country. Lakini ugavi ya rasilimali ambayo imewekwa katika nchi, ambayo imezalishwa katika taifa kutoka kwa jasho ya watu, inagawanywa kulingana na mahitaji ya wananchi, ili kusiwe na watu ambao ni matajiri zaidi huko na wengine mafukara hoi hawindi ambaye hawana chochote. Hiyo ni mrengo ya siasa yetu kama ya ODM. Tunasema kila mtu anaweza kuwa na biashara yake ya kibinafsi, hata kufanya biashara yake na anaweza kutoa ushuru. Hiyo ushuru tunatumia kusaidia wale ambao hawana chochote. Sasa tunahakikisha kwamba wale ambao wana biashara yao wanapewa fursa ya kuzalisha mali sawa sawa. Hii ndio tofauti yetu na wale ambao wanafuata siasa ile ya kibepari ambayo haangalii maslahi ya wananchi wa kawaida. Sasa sisi tumesema ati iko haki tano ya Wakenya ambaye ni muhimu sana kwa chama chetu cha ODM. Haki tano, the 5 basic fundamental rights ya Wakenya. Kwanza ni haki ya maisha, the right to life. Hiyo ni haki ya kwanza. Haki ya pili ni haki ya kupata chakula, the right to food. Kila Mkenya natakikana awe na
nafasi ya kupata chakula. Hakuna Mkenya atakane analala na njaa siku yoyote. The right to food, hiyo ni fundamental right. Tatu, haki ya afya, the right to health, to good health. Kila Mkenya atakana awe na afya safi, na kama yeye ni mgonjwa, ana pesa au hana pesa, aweze kupata matibabu ya kutosha. Hata kama anataka afanye upasuaji, anafanya upasuaji hata kama hana ndururu. The right to health. 4, haki ya elimu, right to education, right to get quality education. Kila mtoto ambaye amezaliwa katika taifa letu apate fursa ya elimu kuanzia nursery kupitia primary, secondary mpaka chuo kikuu kulingana na kipawa chake cha Mwenyezi Mungu, on the basis of his national ability. Hiyo ni haki ya 4. Alafu sasa ile nyingine ni haki ya ajira. Ati kila Mkenya akiwa mtu mkubwa akuna haki ya kupata ajira, kazi pale ambaye anaweza kupata riziki ili aweze kutumia jamii yake. Na hiyo ajira inatakana izalishwe hapa katika taifa letu. Sio tunasema wewe ni rais unakwenda kutafuta kazi kwa Wakenya huko Arabuni, unatafuta kazi huko pande ya sio Ujerumani, sio Dubai na kadhalika. Hii ni kusema unataka kutuma Wakenya kwa utumwa. Kazi ya nje kila Mkenya ambaye ana uwezo anaweza kwenda kutafutia, sio kazi ya serikali. Responsibility of the government is to create jobs within the country, not to look for jobs outside the country. Outside the country. Sio hiyo ni kutuma Wakenya kwa utumwa. Waende wagoje mlango kule kwa Arabuni, watchmen. Wawe kuna harem kule kama kufanya kazi ya umalaya kwa Arabu. Hiyo sio kazi tunataka. Sisi tunataka kazi ya heshima kwa watu wetu. Nikiwa kama mimi niko na ustadi, nina ujuzi, naweza kwenda kufanya kazi kila mahali mimi nataka. Kwa mfano mimi mwenyewe nimesoma, mimi ni mhandisi, ni engineer. Nikichoka na mimi naweza kwenda kufanya kazi Ujerumani. Nakaa tu huko. Lakini mimi nataka Wakenya wawe na kazi hapa katika nchi yetu ya Kenya. Hiyo ni sera ya chama chetu cha ODM. Hiyo nataka nyinyi muuze wakati mnaenda kusajili watu wetu. Hiyo ni muhimu sana. Muhimu sana. Lakini pili, sasa mimi nataka kusema ni kuwa na umoja katika chama chetu. Nataka wanachama chetu ya ODM wawe watu wanapendana, wanaelewana, manake chama ni kama klabu. Ni like a social club. Kama mko ndani ya chama, mko ndani ya club ya ODM, tofauti sana. Mpendane. Wapendane sawa sawa. Wanachunga wapendane sawa sawa. Ili wanasaidiana hapa na pale, kama mwenzako hakuna shida, mnasaidiane. Jamaa kuna nini hii, mnafanya mchango hapa na pale kidogo namna hii, mnasaidiana kama wanachama. Tunaelewana vizuri? Maana ni kama dini tu. Sasa mimi nimesema vile vile hao viongozi nataka vile vile waungane pamoja, wafanye pamoja. Kuna kitu ambaye mimi nimekemea kule upande nimetoka huko Nyanza hata magharibi. Hii mambo ya kuanza mambo ya campaign mapema. Campaign ya mapema. Tumetoka kwa uchaguzi juzi. Wengine walisimama kama MCA, wengine walifaulu, wengine hawakufaulu. Wengine wakataka kuwa wabunge, wengine walifaulu, wengine hawakufaulu. Senator, gavana na kadhalika. Sasa bado tu uchaguzi ambao inakuja ni 2027. Bado tumebaki na miaka 4 mpaka uchaguzi mwingine.
Mambo ya kuanza kampeni mapema ni kitu mbaya. Manake inagawanya chama. Watu wanagawanyana. Wakati itakuja, wewe kwanza ulichaguliwa kama MCA. Fanya kazi kama MCA kwanza, wananchi waone kazi yako. Ili ukifanya vizuri, hiyo ndio utatumia kwenda kuwa kama MP kama unataka next time kuwa kama MP. Lakini umechaguliwa jana MCA, umeanza sasa mimi nataka kwenda kuwa MP ya Zigaganzi. Sijui. Fanya kazi yako kwanza kama MCA, wananchi waone kazi yako. Wewe ulichaguliwa kama MP au senator au women rep. Fanya kazi yako kama MP kwanza. Wacha kusema mimi nataka kuwa senator, mimi nataka kuwa women rep, mimi nataka kuwa governor. Yule ambaye amechaguliwa kama governor, wacha akafanye kazi yake kwanza, ili watu waone kazi yake. Wakati itafika ambaye wewe mwenyewe utajitokeza. Lakini sio wakati huu. Ukianza kumkemea mtu na kila mara kutaenda mahali kwenye mazishi, hiyo nasema hiyo afanye mimi nitakuwa gavana, hiyo nitaleta ugawanyiko. Watu wanagawanyana. Gavana ataanza kufanya kampeni tu. Sasa kwenda chochote. Nimeona hiyo kule kwetu kule Kisumu, nimeona. Nimewasomea watu huko. Nimwambia pana, wacheni kwanza jamaa amalize kazi yake. Wakati itafika, naangalieni Marekani wanaenda kwa uchaguzi mwezi huu wa 11. Mwaka huu mwezi wa 11. Watu walianza kutangaza watakuwa kama candidates, ijapokuwa yule Biden na ambaye ni incumbent na Trump. Lakini watu wapya walianza tu mwezi 2-3 iliyopita. Nimeanza kutangaza mimi nitakuwa rais wa Marekani. Na Amerika ni continent. Amerika ni kama bara ya Afrika. State moja pekee kama Texas ni kubwa kushinda Kenya. Na utafanya kampeni Amerika hiyo yote hizi miezi ambazo zimebaki hizi. Sasa Kenya ni kitu kidogo sana, kama hata Kilifi hii ni sasa ni kama nini? Ni kama kijiji tu. Ukitaka kufanya kampeni Kilifi utafanya, lakini wacha bwana Mung'aro afanye kazi yake. Wacheni hello. Wacheni Mazai afanye kazi yake. Wacheni Mama Mbeyu afanye kazi yake. Kila mbunge afanye kazi yake. Kila MCA afanye kazi yake. Tumeelewana vizuri? Mnaona vizuri? Hiyo nilikuwa nataka niseme hiyo hapa. Alafu sasa nikitoka hapo, yale ambayo imebaki nataka kuongea na wale watu Nairobi huko. Hii mambo ambayo inaendelea ya serikali kuu kutisha mahakama. Ati mahakama mpaka ifanye vile inavyotaka. Wanasema ati kuna ufisadi ndani ya mahakama. Kuna ufisadi kubwa zaidi ndani ya serikali kuu. Na inajulikana. Hakuna chochote ambacho wamefanya huko. Sasa wanafanya mkutano ya kisiri kwenye Ikulu. Nimesema hii ni udanganyifu. Na vitisho kwa uhuru wa mahakama. Na sio mara ya kwanza. It is not the first time that we Kenyans are hearing about purging the judiciary. We've seen what was called the radical surgery of judiciary. When the late President Mwai Kibaki appointed the commission led by Justice Ringera, radical surgery of judiciary. And you know what came out of it? We also saw Richard Rao team, task force on the judiciary. Most of it actually came to naught. It's actually about basically to blackmail and intimidation of the judges so that they can be compliant. There's nothing like radical surgery.
If there's supposed to be a reform within the judiciary, it must be done by neutral institutions. It must be done by neutral commission, not the executive, not the judiciary itself, not even the legislature. Now you have a situation where the legislature is now already captive. The legislature imekuwa captive. Wabunge wanapitisha kila kitu ambayo inatoka kwa ikulu. Hakuna chochote ambayo inabadilishwa huko. There's no debate in the current parliament. Bills come from wherever they come, and they come into parliament. The speaker decree that they must be passed within the next 2 hours. There's no debate. You cannot discuss a bill within 2 hours. And then they are passed away there without amendments. And they go to the executive and they sign it. In the old days, when there was true independence of the executive and the legislature. When a bill comes to parliament from the executive, it's debated, becomes property of the House. And once it has been debated and approved by parliament, the clerk prepares the final draft and forwards it to the Attorney General. The Attorney General looks at the draft in terms of grammar and in terms of legality, and then eventually publishes the final bill. And then that bill is now in the custody of the executive. The Attorney General forwards that bill to the President, who then fixes his signature and the seal on it. It becomes law. The Speaker has no business once the bill has left Parliament. These days you've seen the Speaker of the Senate and the National Assembly going to the State House to stand there witnessing the President signing the bill. This is because the legislature has been captive, have been captured by the executive. It never happened under the late Sir Humphrey Slade. Never happened during the period of Mr. Mati, or even Mr. Kaparo, or Mr. Keino, or Mr. Ngeno. It's never happened. And it has never happened under the late, not late, my friend, Mr. Marendi. Today you see the Speaker going to the State House, to which the President signing the bill. Shame on them. Shame on them. You must condemn this state capture of the institutions of governance, the legislature, and the judiciary as an affront to democracy in our country. And it must stand condemned in the strongest terms possible. We condemn. Tulani. 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 Walaniwe. Walaniwe. Angapo nasema tulani nione mkono. ODM. ODM. ODM.